Ya, ndugu watazamaji, na kuaja hapa ndugu yenu Biax Pictures aka Mr. Visionario. No, leo niko na ndugu yetu Java Boy. Kuna mambo ambayo tumeyaona mtandaoni na itabidi tuweke clear, tuweke wazi, na ndio maana nimemuita. Hakuna hata uhitaji wa kusema utambulisho nini, kwa sababu nishajulikana. Vipi kwanza kwaje? Salama boss. Unyama? Ya sana. Salama upo lakini wa kawaida, wa wasiwasi yani. Vipi? Kwa sababu ya vitu, salama upo lakini ni wa wasiwasi. Hivi kama tumekuita ni kwa sababu kuna mambo tumeyaona mtandaoni. Kuna ili sakata la ingoma hapo hapa ambayo haieleweki kabisa, yani ni jambo ambalo haieleweki. Mara umeomba msamaha, mara sijui nini, mara umepigwa. Na jana I think so tumeona mambo kwenye TikTok yamefutwa, Insta nini. Vipi bwana, kwaje? Mwanangu. Ni kwa sababu ya ile kesi. Tunaona kama sisi wasanii mara nyingi tunafanyaga vitu kwa kutaka kiketi. Okay. Sasa nimehusisha watu ambao sio wasanii na yani hawahusiki na career yangu. Okay. Alafu nikataka kiki kupitia wao, ndio ikatokea changamoto kama hiyo. Sasa changamoto ni ipi hasa, unaweza kuelezea kwa undani zaidi? Yani ni kipi ambacho kimetokea mpaka inafikia account yote kufutwa nini? Wewe mwenyewe unaona kama nimemtaja yule mwanamke Lisa. Na wakati si kumuomba ruhusa, na alafu sio kwamba tunashirikiana kwa kitu chochote, ndo vilipelekea hivyo, kwa sababu mtu mwenye ameweza fanya kitu kisha umtafsie kwa kiki alafu sio career yako, yani itakuwa kama vitu yani avielewe, unaona ya vitu. Okay. Kama hivi sasa yeye sister, ni kitu gani ambacho anahitaji kwako, au ni kipi ambacho amecomplain zaidi upande wako? Alicomplain kwa sababu nimeimba vitu vyenye sio kweli, alafu nataka kiki kupitia yeye, na yeye sio msanii. Yani kifupi kiki ndio kuponza. Kiki ndio ile niponzo kwa yule dada. Sasa hivi maamuzi yako kuanzia sasa mpaka mbeleni ni yapi, kutokana na career, kutokana na hizo challenge zote ambazo zimezipokea? Nishaona comment nyingi sana. Watu wanaongea, nishaona comment nyingi. Yani vitu vingi nishaona, na mpaka ikapelekea kufuta zile video. Lakini kwa wasanii ni fresh tu, kwa sababu wanaelewa hii ni kiki, kwa sababu wanajua muziki. Sasa sister hawezi akaelewa hivyo kama ni kiki. Ndio maana nilitaka kujiweka clear, sio guys, ilikuwa tu ni kiki, but afadhali ingekuwa ni msanii mwenzangu ndio nimtafutie kiki. Ndio maana nikatokana kwanza na hilo. Muziki unaendelea nao au unauacha, au tuseme Java kafia hapa kabisa? Muziki kuacha labda nikufe. Kwa hiyo utaendelea na muziki? Anaendelea na muziki, lakini sio muziki ya kuhusisha vitu ambavyo vyenye vipo, alafu sio industry yangu. Okay. Kwa hiyo tuseme ni sister Mona Lisa. Kwanza Mona Lisa ni Mona Lisa yupi? Ni ule mpenzi wa Bonex au? Hapana. Ni Mona Lisa yupi? Usimdaji jina ndugu yangu. Ni sister tu, ni sister fulani ambayo alikuwa rafiki na mamangu. Alikuwa rafiki na mamangu hapo zamani. Okay. Ndio nikamjua kumuita Dalisa vitu kama. Hasa je, hii ngoma ya Tushawazoea je itatoka kabisa au tuisahau? Ile ngoma nadhani haitatoka. Haitatoka. So guys, haitatoka, ila kwa watu ambao walisupport sana, nashukuru sana. Na alafu ila ikishatoka itatoka, ni ngoma yenye ambayo tuko kwenye changamoto. Itatoka, ikishatoka haitahusisha vitu saa pale kwenye nilimba sister kwa sababu kutafuta gig ya pale tutapatosha, kwa sababu ngoma isha trend. So kwa hiyo hata nikishasema nisitoshe watu washaijua, lakini nitatosha vile vipande, na vile vipande ambavyo nimefuta Instagram, YouTube, TikTok yangu nika clean vyote. Lakini inaweza ikatoka. Okay, ila ni message gani ambao pia unaachia wale wote ambao wamekwazika somehow, yani kwa namna moja au nyingine, kutokana na hichi kitu ambacho umekifanya? Message gani ambao unawaachia?
Message kwa sababu nishawafuata hata DM kuomba msamaha. Sio kweli, ile ni sanaa. Kuna ambao walielewa, kuna ambao hawakuelewa, lakini ambao hawakuelewa guys, so naomba, hii ni industry yangu, ni muziki na nilikuwa natafuta kiki kupitia hivyo, ila sio mwenye industry yangu, so I always make sense na kuelewa. So guys, naomba sana, yani kila kitu kiko sawa na naweka clear, hakuna kitu cha kweli, lakini ilikuwa ni kiki na gisi mnaiona tu ni kiki kama vile ya Okay, tunashukuru. Na hapa ndugu yenu ilikuwa ni Jack Speeches aka Mr. Visionary kutoka VD Media, na tulikuwa tunaweka mambo sawa hapa kwa sababu unajua ni sanaa yetu ya Dzaleka na tunatamani kila kitu kiende in peace and love, but kuna changamoto ambazo zinatokea na ndio zimetokea ndugu yetu hapa Java Boy, but all in all I think kila kitu kipo sawa, and I think mmeelewa na mnajua. Basi msahau kutufollow kwenye Facebook, TikTok, Instagram, tupo kama vile VD Media Updates, na msahau kusubscribe, kulike na kushare content zetu kwenye YouTube. Shout out kwa Arabino, shout out kwa Daniel Lion Benga, VD Media.